Karibu tena mtazamaji. Kwanza kabisa tuanze kwa kupokea simu. Tuko naye Dida kutoka Nairobi. Dida, hujambo? Yeah. Dida, unanipata? Jambo Dida amepotea, atatupigia simu tena. Mwalimu, kuna swali ambalo limejitokeza kutoka kwa mmoja wa watazamaji. Anasema wakati aliajiriwa waliingia kwenye contract ya miaka 2. Sasa miaka 2 ikakwisha, lakini hakuelezwa na mwajiriwa kwamba anahitaji kurenew ile contract. Akaendelea kulipwa. Kisha baada ya mwaka mmoja ndio inagundulika kwamba kulikuwa na contract, wali renew contract lakini ikawa ya mwaka mmoja bila kumjulisha na hakusign. Kisha sasa wanamwambia kwamba contract yako imekwisha. Mtu kama huyu anaweza kusaidiwa vipi? Anaweza bado kwenda kotini kushtaki kampuni au mwajiri wake? Contract kama ina wakati wa kudidimia ama kumalizika, ikiwa mwajiri atazidi kukulipa, basi katiba sheria inasema kwamba itakuwa umerenew ile contract mwezi kuendelea, mwezi na mwezi, sababu haujaweka sahihi kuonyesha kwamba ni muda fulani utaendelea kulipa pale. Basi ile contract ya miaka 2 inabadilika, inakuwa monthly contract. Kwa hivyo huyo hana haki ya kwenda kung'ang'ana, sababu yeye angedai contract ya wakati iwekwe ile ya miaka 2 na aweze kuweka signature. Kwa hivyo pole ndugu yangu ama dadangu, hautafaulu. Tunayo simu kutoka kwa mtazamaji, tumuite Mary. Shukrani sana kwa kuungana nasi katika kipindi hiki. Swali lako ni lipi kwa mwalimu wetu? Nilikuwa nauliza, nimeajiriwa kwa county government fulani kwa miaka 8, na sasa wamesema na tuko kwa payroll already lakini tuko casual. Na saa hizi wanatuambia sasa ati watatutoa kwa payroll, watupatie mtu binafsi tuandike kwa kandarasi, na tuko kwa payroll for about 8 years. Sasa tunashindwa, hapo itakuaje? Kutoka usimamizi wao waweke kwa mtu binafsi. Ati kwa mtu binafsi na tuko kwa payroll. Aya, mwalimu amekusikia. Mwalimu utamsaidia vipi, utamuelekeza vipi Mary? Mary aelewe kwamba wafanyikazi wote wa county government ni waajiri wa County Public Service Board. Ile County Public Service Board ni sawa na Public Service Commission ya wafanyikazi wanaoitwa civil service wa national government. Wao wameandikwa kulingana either na contract ama wameandikwa kama permanent and pensionable. Mwenye kuandika ni Public Service Board. Hawawezi kuondolewa wakaandikwa kama kile kinachoitwa subcontracting. Hivi kwamba county mimi nitengeneze jopo la wafanyikazi, kisha wale watu waandike, kisha mimi ndio nalipwa na county, mimi walipe. Hilo ni kinyume na sheria za Public Service Act. Kwa hivyo nyinyi mtakwenda na kushtaki ya kwamba hilo haliwezi kubalika. Wafanyikazi wa umma wote wanaandikwa na serikali ya county ama serikali ya national government. Aya, umesikia Mary? Kuna mwingine anasema kwamba, na si mmoja amenitumia ujumbe kama huu: mimi nimefanya kazi kwa miaka 6, nilipokuwa mgonjwa wakanisimamisha kazi na hadi leo hawajanilipa. Na si mtu mmoja ametuma ujumbe kama huu. Watu kama hawa ambao wanasimamishwa kazi, walikuwa wagonjwa, ikawa kwamba hawezi kwenda kazini, wanaweza kuwa na vigezo vyovyote vya kisheria kwenda kushtaki mwajiri? Sheria zote za uajiri na contract zote, kuna ile inaitwa International Labour Convention, ILO Convention, na kuna sheria ambazo zinaitwa Standard Best Practices, na kuna Employment Act. Kuna masiku ambazo unapewa ikiwa wewe ni mgonjwa. Kwanza lazima upeane notisi kwa mwajiri wako, umwambie wewe ni mgonjwa, uonyeshe kibali cha daktari cha kuonyesha kwamba amekupa admission ya hospitali ama amekupa sick off. Zile
masiku, kila contract inasema kwamba kwa masiku aidha 24 ama 25 ama 30 ama miezi mitatu, kama wewe ni mgonjwa na hujarudi kazini, bado utalipwa mshahara mzima. Baada ya siku hizo kukamilika, bado wewe ni mgonjwa, utakuwa unalipwa nusu ya mshahara. Baada ya hapo, contract inasema kama wewe hujapona, basi utaondolewa kazini kwa misingi ya afya iliyodhoofika, na hiyo ndio taratibu ya sheria. Kwa hivyo hutakuwa mgonjwa miaka 300 bado unangojea wewe unaendelea kulipwa mshahara. Kwa hivyo kuna taratibu za wakati ambapo utakuwa mgonjwa na uonyeshe idhibati, na wakati huu utakuwa unalipwa mshahara kamili, na kuna wakati utalipwa mshahara nusu, ama wakati utaenda bila kulipwa mshahara. Kuna zingine zinasema kwamba utapewa unpaid leave uende kutibiwa, ukisharudi urudi kazini. Kwa hivyo hizo taratibu ziko kwenye kila contract. Utaangalia kwa ile human resource manual ya kampuni yako, ya mwajiri wako inasema nini, ndiposa tuweze kukuarifu. Lakini ikiwa wewe ni mgonjwa, kama wale ambao waajiri wanafanya utafiti na kufanya wewe una COVID, wewe una HIV/AIDS, wewe una ukimwi, wewe una kansa, unavutwa kazi, ile ni discrimination. Kwa hivyo ugonjwa sio jambo la kufanya mtu akuwe discriminated, na ni sababu moja ambapo waajiri wengi wamefukuzwa, wamelazimishwa kurudisha wafanyikazi kazini. Mwingine anauliza, iwapo niliajiriwa kuwa permanent staff bila kusaini barua ya appointment, nikiacha kazi naweza dai my service dues nikiresign? Kila mwajiri lazima awe anapewa ile offer letter. Kama contract yako ni kuandikwa, na ile offer letter unaweka kidole kukubaliana na yale matarajio yako na matarajio ya mwajiri. Bila hiyo sasa itakuwa wewe ni oral. Kama hukuweka kidole, hiyo itakuwa ni oral contract. Mwingine anauliza, kuna university ingine huku Bungoma imetuweka casual 8 years, ni sawa kisheria? Sheria ya casual ni kwamba ule mtu atafanya kazi kwa muda usiozidi aidha miezi 6 ama mwaka moja, kulingana na sheria zipi anazozitumia. Iwapo mtu amefanya kazi kwa miaka 8, basi huyo sheria inamuona kama, na lazima aonyeshe kwamba hakuna hata siku moja amekatishwa. Waajiri wajanja watakupa ile kazi, ikifika miezi 6 kama inamalizika, siku 2 zimesalia, anakuondoa, anakuambia tena anza contract mpya ya casual. Hivi kwamba zile contract unafanya kila baada ya miezi 6 ama baada ya miezi 11. Kwa hivyo kama umefanya bila kukatiza njia za mtiririko kama wa maji, basi wewe una haki ya kwenda kotini na kusema kwamba nataka mahakama ifanye finding ya kwamba mimi nilikuwa permanent, sababu nilikuwa nimefanya kazi kama kwa casual kwa muda ambao ni mrefu kupita ule sheria inavyosema. Naam, kuna mmoja hapa mtazamaji ambaye ametubadilishia mjadala kidogo, na nafurahi sana kwa sababu ni swala ambalo linaambatana, lakini sasa hivi si kwa wafanyakazi, ni kwa waajiri. Anasema, mimi ni mwajiri katika kampuni ya ulinzi Kitale. Mfanyakazi alikuwa mlevi, nilipomtuma kazi akakataa, baadaye akawacha kazi na aliwacha bila notisi. Je, ana haki ya kulipwa? Iwapo mtu ni mlevi kazini, utamshtaki kwa hilo kosa, umpe barua. Pili, iwapo ulipomuuliza alitoroka, utamshtaki kwa kosa la desertion. Akuje disciplinary, aeleze kwa nini alikuja mlevi na ushahidi umuonyeshe, na ulizwe kwa nini aliwacha kazi, desertion. Kama hataweza kueleza sababu za kuacha kazi na kuja ofisini mlevi, atakuwa dismissed summarily. Iwapo ule mtu hujafuata hiyo taratibu,
atakushtaki, kwa sababu lazima ufate taratibu za kumvuta. You serve notice, akuje disciplinary. Kama hata kuja disciplinary, itakaa ipitishe uamuzi, kisha ndio uweze kumvuta kwa ground inaitwa summary dismissal, hatapata chochote. Na wale ambao wanavunja contract, ile kandarasi, maafikiano, labda ni mfanyakazi, wewe ndio umevunja ile yale maagano, wewe pia unaweza kumlipa yule mwajiri? Katika ile contract kuna maagano na matarajio ya mwajiri, yale lazima atimize. Pia kuna upande wa yule mwajiriwa, kuna vitu ambavyo lazima atimize kwa ile contract. Wakielewana, mimi Omari kama mwajiriwa nakubali haya, mimi kama Zubeda kama mwajiri niliyemwandika Omari Danstan nakubali. Basi iwapo mwajiri ama mwajiriwa atakiuka kutekeleza aliyoweka kidole kutekeleza, inaitwa breach of contract. Ule ambaye kama ni mwajiri alifanya kosa, mwajiriwa atakwenda kotini. Kama ni mwajiriwa alifanya kosa, mwajiri atakwenda kotini. Breach of contract, lazima mtu ataadhibiwa, na katika ile contract inasema kwamba iwapo mtu atafanya breach of contract, kukiuka alichokubali kutekeleza, basi kuna penalty atakazopigwa, ile ndio mahakama itampa. Na kwa ufupi sana, mmoja anasema ni Boni kutoka Kericho. Kwa ufupi, nauliza kama umeandikwa kwa contract na unaishi kwa nyumba ya mwajiri, contract imeisha, je, unastahili kutoka kwa nyumba yake baada siku ngapi? Inategemea kwa ile contract. Kama ilisema kwamba mwajiri atakupa nyumba mpaka siku kazi yako itakapokwisha, kwa hivyo siku contract inakamilika, utaondoka. Aya. Isipokuwa zile contract za serikali inaona kwamba saa zingine on humanitarian grounds, mtu ana retire, anaambiwa basi wewe jipange ndio uondoke, lakini mwajiri hana sababu ya kukupa nyumba kama haumfanyii kazi hata dakika moja. Naam, ni mwalimu wetu Danstan Omari akiungana nasi kutoka jiji la Mombasa, na kuomba nitakuacha sasa ukanywa madafu. Asante sana. Madafu niogelee kama papa huku na fundisha kuna jamaa aitwa Kioko hapa na nataka kunichukua nifundishe jinsi ya kuogelea na ninywe madafu. Naam, asante sana mwalimu. Tunafurahi sana kuwa nawe kila siku ya Jumanne kutuelimisha kuhusu masuala ya sheria. Ni sehemu yetu ya Elewa Sheria. Natumai umejielimisha kutoka mada ya leo. Nampisha Alimanzi na taarifa za KTN leo. Tukutane wakati mwingine, Mungu akitujalia. Jina langu ni Zubeida Kome. Kwa heri.